foleni za hapa na pale ndio zimesababisha nichelewe. Afu pia nguo yangu ya chini huyu mtu mfupi huyu alikuwa kunywa masoda yake kanimwagia, kwa hiyo inabidi nikatafutia nguo nyingine. Mimi sana nadhani mara unasema Juma alikuwa swini. Kuna mtu anasema nani kasema mambo hayo? Ningeshangaa familia kwenye group nipo toka mwezi wa kwanza bwana. Nakosaje sasa mimi? Kuna shughuli inafanyika bila mimi? Nakosa shughuli hiyo. Juma, moja kati ya kitu ambacho pia kimetu surprise leo ni unajua stories zilikuwa ni mingi sana baada ya wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanazungumza kwa labda pengine Kaniona Mwanga na Harmonize hawatakuja kurudiana, ukaja na mabango pale Leaders ukapigana na Stan Bakora, shughuli kawa pevu pale. Juma, leo sura yako teka wapi? Hata iweka hapa pale ilipokuwa iende wapi wakati na Mungu ndo kashaipachika hapa. Na mimi ndo kwangu hawezi kuwa mtu mwingine. Kwa hiyo yale mabango kweli kiukweli mara kwanza Hamu alikuwa ananichifua sana kwa sababu nilikuwa naona kama anamtumia sana Kajala. Alikuwa anamtumia vibaya mno. Kwa hiyo afu Kajala pia alikuwa kwenye mahusiano yake yale ambayo kuna mtu ambaye kashamnunulia kiwanja, kashaanza ujenzi. Yani vitu ambavyo anamfanyia vitu vya maendeleo. Alafu mtu ambaye hapendi mitandao. Kwa hiyo nikaona kama mbona anamchafua au machawa kina Stan kina Mwijaku kama anamchafua. Hapana, hii haipendezi. Kwa hiyo ndio maana alikuwa akinipigia simu analia na lalamika, na mimi naona sasa ninge front. Kwa lolote lingenikuta ni kwa ajili ya Kajala. Unitegemea kitu kama hiki kwa siku leo? Ni kitu ambacho labda niwaambie tu watu wengi walikuwa wafahamu toka ile siku ambayo pale ilikuwa kwenye mpira pale Samia Cup toka Samia Cup uwanja wa GSM. Harmonize sasa alinipigia simu na kuniambia Juma, wewe ni mtu ambaye unaweza kuongea na Kajala na akakusikiliza kuliko mtu mwingine yote. Umeona? Kwa na kuomba hapa nyuma nipo hapa uwanjani njoo tuzungumze kitu, sababu Kajala akisikia Hamu anakuja, Kajala alikuwa anakimbia anaondoka. Yaani hata kama sehemu ambayo ina hela yeye aingii, alikuwa anamchukia sana. Kwa hiyo nilitumia nguvu nyingi kumuelewesha, yani kumuaminisha kwamba Kajala Harmonize 1, Harmonize 2, Harmonize 3, umeona? Harmonize ndio wanawake kashatembea nao wengi, lakini lakini akikaa na kufikiria wewe. Umeona? Mtu kashajua makosa yake. Umeona? Kwa hiyo nilikuwa naanza kwanza kwa Kajala, alafu nije kwa Paula. Hiyo ndo mti mkavu, kwa mti mgumu kuliko vitu vyote duniani. So nikaona ya nini, na ndio maana nikawapatanisha. Kwa hiyo Kajala na Harmonize hawa wamesharudiana wamerudiana toka chungu cha 10 cha Ramadhani. Wako wote wana mahusiano pamoja. Kwa hiyo hivi vitu vyote tunavyoviona sasa hivi ni marudio. Tena uzuri sasa hivi kila mtu ameweza kutunza siri. Ila kuna sehemu walikuwa wakiingia hivi napata message kwamba lakini warudiana muda mrefu toka chungu cha 10 cha Ramadhani. Kupitia Maimartha anasema hili penzi lilikuwepo muda sana. Ila wewe ulikuwa hutaki kukubali kwa sababu kwa mara ya kwanza ulikuwa ukifichwa kwamba hawa watu walirudiana, na baadaye ulipokuja kufahamu ukasema hebu acha kwanza hili niliweke kapuni, na hili umejitahidi ndugu yangu kwa umbea uliokuwa nao sio kulitoa. Yaani kwa kusema hakuna mbea yoyote alikuwa anafahamu Kajala kama kaudiana na Harmonize. Umeelewa vizuri? Hakuna. Mimi ndio nilikuwa najua kwa sababu mimi ndio mlengo, nilikuwa naongea na Harmonize na watu walikuwa hawajui kama mimi naongea na Harmonize. Mimi nafanya kipindi cha umbea, lakini hata rafiki zangu nilikuwa siwaambii kama Harmonize na Kajala. Umeona? Tulishaenda kufanya interview mpaka kwa Harmonize. Tukaishia nje, mimi nilikuwa naongea na Harmonize. Hilo ndio rafiki wa siri kwa kwanza. Nilikuwa naongea na Harmonize. Harmonize katupa content ipo ndani. Lakini nilikuwa najua ndani kuna kitu gani kinaendelea. Alikuwa anatengeneza picture za gym. Nyumba yake alikuwa anabadilisha wengi. Kwa hiyo alikuwa anabadilisha mfumo wa nyumba yake ili abarikia. Kwa sasa hivi ni pika pakua kabisa, na Paula tushamalizana naye. Paula roho yake safi. Hamu kashabomba radhi Paula, kwa hiyo kila kitu kiko sawa. Ndio maana hili limewashangaza watu wengi. Kiukweli tumemwona leo Paula kwa mara ya kwanza ameonyesha tabasamu baada ya kusajiliwa. Paula alimnunia hadi mimi baada ya kujua kwamba mimi nampatanisha Harmonize na Kajala. Lakini ndio vile nikamwambia hapana, hata wewe sio kwanza, bali leo alivyokuwa anakuwa plot ulikuwa mgumu, na sisi ndio tulipepelezea. Kwa hiyo hebu mwache mama yako apate faraja anayoitaka. Mwachie hapo hajutikati na ile defender ile sababu za taoni ili maagizo Kajala. Hata pengine waombea wanasema kwamba Harmonize amefunga Kajala ndio kama amerudiana. No, ile idea alikuwa nayo mwenyewe Harmonize tambo. Kwa hiyo mimi nilikuwa kama
na tulikana Harmonize kujadiliana. Kwa mimi Harmonize na Sam Pole. Tulikuwa tunajadiliana tufanyeje kitu ambacho kina nani Kajala atafurahi. Hapa katikati alimuzi tena. Unaona? Alimuzi baada ya kutoa na wimbo na Nicole. Lakini ilikuwa wimbo wa dini. Sio mbaya, umeona? Kwa Kajala kalewa, msamaha wake ndio akapewa defender. Amezaliwa kwa sababu defender ilikuwa inasajiliwa bado. Umeona? Kwa hiyo Harmonize kufanya kaandika jina, na ukiandika jina sio fake. Ile defender ina maana ukisajili kwa jina unaenda mpaka TRA unabadilisha na kadi inakuwa. Kwa hiyo Kajala kapoa. Sawa, sikiliza Juma. Nakumbuka range ile ilikuwa Kajala tu kama sijakosea. Lakini hii ni defender ile range vipi? Range ilishauzwa, mwenyewe Kajala aliamua kuuza. Wakati kipindi wana bisiko sako. Nilimwambia bwana wewe hii range. Huyu jamaa anaweza akasema watu bali tie moto. Umeona, lakini kukosa mdomo wangu mpaka leo angekuwa nalo. Kajala ni binti msikivu sana, mpole sana. Kwa hiyo Harmonize amini Kajala anamtia Harmonize kwa sababu asipotoa gari kama hiki hapana. Hapana, moyo wake. Harmonize moyo wake. Anaona kitu gani yule mwanamke shefa anakuwa kupewa, sio kutoa. Mwanamke ni tunu. Yaani unapomwona mwanamke ni kitu cha thamani kama yai wanakuwa levi usiondoke. Umeelewa? Kwa hiyo Harmonize anajitahidi mpenzi wake ampe alichojaliwa, sija akapewa na watu wengine. Tuache ni bombo class. Juma, wewe ndio ulikuwa wa kwanza kutuambia kwamba Harmonize aliweka zile, alinunua zile gari lakini zilikuwa hazijalipiwa na akampa Kajala ikiwa gari bado hazijamaliza kulipwa madeni. Leo imekuaje tena? Alimaliza mwenyewe. Hii amewezaje kuinunua na kumkabidhi? Hii ni kawaida. Hii gari Harmonize imelipiwa kabisa 100%. Sasa kushakuta anaachana na watu asiri za ndani tena. Nakwambia hivi, gari hii ni ya Kajala. Niamini mimi hapa. Kwamba usajili upo Kajala basi. Frida, anajua ndio Frida sio Kajala. Na pesa yote imetimia. Yote. Adaiwe. Hili penzi limekuwa na vitu vingi sana. Unafikiri kwa nini pengine hawa watu japokuwa umetokea mengi sana, unasema huyu bibi alikuwa na bwana wake siko Oman, si Dubai, China anampa kila kitu, si kiwanja, lakini leo amekuwa na hamu. Why pengine imekuwa rahisi Kajala moyo wake kuwa mlaini tena? Ndugu zangu na Harmonize. Nyinyi mnaona yote. Nyinyi mnaona hapa sasa hivi ambayo yanaendelea, lakini tulifanya kazi kubwa sana. Ndio kama nilivyosema before kwamba Kajala, yani Harmonize kafanya kazi kubwa sana. Yani haikuwa rahisi Kajala from nowhere atajipeleke kwa Harmonize kwa wale waliotokea. Yani nikwambie kitu, mtu anakosana na mama yake mzazi, anamuita mama yake mzazi mchawi, lakini mzazi akosei sasa na wale wanapendana. Wale Mungu kawashusha tu bwana, utakuwa Harmonize katembea na wanawake wangapi maarufu. Yani Kajala kana watu wangapi maarufu. Lakini Mungu toka amewakutanisha mpaka leo tunaona watu tunapinga, tunarudi, tunapinga, tunarudi. End of the day sasa hivi wameshakaa baba yake na Harmonize kakutana na mama yake. Siku ya kwanza hapo katoka klabu yuko kuu aenda Kimara. Wewe kaenda Kimara, bibi yake Paula anasubiri hamu hapa. Umeona? Kafika kalala sitting room mpaka asubuhi, kaamka akasongea ugali kala. Hawa ndio wafikie ndoa wamechoka. Wanafunga ndoa. Mungu mzuri na waandishi habari. Ngoja kusubiri mimi mtoto koma wewe. Ngoja kusubiri gani? Kwanza Maridora hapa wanavutana. Hapana mwenyewe. Sio kukutana. Wamesema kuweka wazi tu. Kajala amesha bless Paula atabadilisha dini. Anakuwa Muislamu wakati ukifika. Sasa sema wakubali. Kwa hiyo kwa Kajala alikadhalika. Kwa hiyo Kajala yeye wazazi wa Kajala ni wazungu. Atakapolizia Kajala bwana sawa, moyo wako unaenda wapi? Hapo hamo. Nashangaa hata hamo tawajoni, msishangae ni mambo kawaida mapenzi. Kama leo Juma tutegemee pia Harmonize labda pengine kabisa na bosi wako. Wanapatana wale wanaongea. Wanapatana ya. Wanaongea. Pale Harmonize. Wote kwa sababu mtamwona masafi. Bye. Namsikia mashamsa wasafi. Baba kwanza mimi ndo namleta. Hiyo jamani kitongo kesho. Una bahati.